Katika maisha kitu ambacho kinaweza kikakupa confidence ni tabasamu. Siku zote hata ukitabasamu, mtu akikwambia umetabasamu, umependeza, hiyo siku zote inakupa confidence. Ni siku nyingine katika pishi letu tunasema kula kujilamba. Leo Salma binti Juma nimekaribishwa nyumbani kwa Miriam. Unamwitaga Miriam wa Dr. Chris Mauke. Nimefika nyumbani kwake leo. Sijui anataka kunipikia nini, lakini akaniambia Salma, kikubwa leo nataka tutengeneze kitu ambacho hujawahi kutengenezwa maisha yako yote. Ni breakfast. Sasa sijui breakfast hii anataka kuniwekea kitu gani, lakini ameniambia vyote ni vitu vya asili. Sasa usikae mbali, kaa hapo hapo ili kuweza kutazama huyu binti Afrika ametuandalia nini siku ya leo. Nimshukuru sana mfadhili wangu alioniwezesha hapa kufika hapa, si mwingine ni mtumishi wa Mungu kuhani na mwalimu Musa Richard. Moja tunasema kula kujilamba. Nimeanza hapa na Miriam Lukindo. Mimi napenda kumuita Miriam wa Dr. Chris Mauke. Ndio tunaanza naye hapa ili aweze kutuambia yeye kwa siku ya leo jikoni ametuandalia kitu gani hasa. Miriam, kwanza habari za siku nyingi? Namshukuru Mungu. Unaendeleaje? Ya, Mungu ni mwema, naendelea vizuri. Familia wote wazima kabisa. Indrasi nasema. Yaani tuna shine. Tunashine. Yes. Basi sasa mimi nimefurahi sana leo kukutana na wewe jikoni. Asante. Nilikuwa nakutamani muda mrefu sana. Ala. Nikasema huyu mtu ngoja twende na jikoni tuone mambo yalivyo. Shukrani, asante sana. Leo sasa umepanga unatuandalia nini kwenye pishi letu? Kwanza moja ya vitu ambavyo kama mimi na pishi la mama, kitu tunachothamini sana, chakula sahihi. Chakula sahihi. Hicho ndo tunakithamini sana. Chakula sahihi ni chakula cha aina gani? Ni chakula ambacho kina kila kitu. Unajua mara nyingi kwamba tunapokula huwa tunakula chakula ambacho hakijatimia. Kwa hiyo hata unakuta akili zetu pia, ndio maana tunakuta tunakumbwa na afya ya akili. Kwa sababu tunakula vitu ambavyo havijatimia. Ndio. Na kwenye kama umesoma science kimu utaona pale kwenye chakula vimeorodheshwa kwamba vyakula vinavyotimia ni vyakula ambavyo vimewekwa namna tofauti ambao kuna protein, kuna wanga, yes. Hiyo ndio inakuwa imetimia. Na kesi nyingi sasa hivi ambavyo ipo kila mahali ni kwamba cha kwanza watu wanathamini kufanya vitu pasipo kujali afya. Lakini mimi nikiwa ni mtoto wa kiroho ambaye nafanya gospel, lakini on the same time naimiza watu kula vizuri. Mimi ukiangalia na age yangu ni vitu viwili tofauti. Why? Ni kwa sababu nakula vizuri. Tuibie siri, una miaka mingapi kama hutoja? Kusema sitasema. Ila nitakwambia tu kwenye gospel nina miaka 25 kwenye gospel. Sasa weka 25 kwenye gospel, weka shule nilisoma na vitu kama hivyo. So ukija hapo kiweka ni miaka mingi. So na wakati wote hata ukinisimamisha na wanaokuja sasa hivi bado nitaonekana ni mdogo wao. Why? Ni kwa sababu ninakula chakula ambacho ni sahihi. Kwa hiyo pishi la mama kinahimiza kula chakula ambacho ni sahihi. Yes. Nafikiri umetoka kusikia maneno ya Miriam haya, na hakikisha anakula chakula sahihi, ndio maana yeye na ndio maana tunazidi pia kumuona husband Mr. kila siku anazidi kutuelimisha kwenye masuala ya mahusiano na ndoa. Kwa sababu unahakikisha uwezi kuelimisha masuala ya ndoa kama una upungufu wa nani. Kama una shida ya afya ya akili, Kwa sababu unaweza ukapata afya ya akili, kuwa na shida ya afya ya akili kutokana hata kwenye chakula. Kuna watu wengi wanashindwa kujua kwamba akili inakula. Kama haujala vizuri asubuhi, hata ukienda ofisini huwezi kufanya kazi vizuri. Sana sana utakachowaza ni kufanya haraka, kuchukua chako, niseme yani kuiba, unachukua chako, unasepa. Kwa sababu utakuwa hauna ile akili ya maongezeko ya kuvifanya vitu kwa maongezeko. Kwa hiyo kula chakula muhimu asubuhi. Kula chakula sahihi asubuhi ni muhimu sana.
Aise, mimi nimefurahi. Sasa natamani kujua leo katika pishi letu, ndani ya pishi la mama, umetuandalia kitu gani hasa? Kwanza tulikuwa tuna breakfast ya haraka. Maana ya breakfast ina maana kwa Kiswahili tunasema kifungua kinywa. Lakini maana ya breakfast ina maana break, yani break the fast. Kwa sababu usiku mzima ulikuwa hujala. Kwa hiyo ni sawa sawa ulikuwa umefast. Kwa hiyo unapoamka unatakiwa chakula kinachoweka uhai kwenye mwili, kwenye akili, kwenye viungo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo cha kwanza tukawa tunaangalia ni nini ambacho rahisi unaweza ukawa nacho nyumbani. Ambacho tukazungumzia kuna white oats, kuna brown oats. Oats ni ngano ambayo imesagwa. Yani tuseme imebanguliwa, niseme sijui ni Kiswahili sahihi ama ni ambayo imekobolewa. Yani au imekandamizwa. Ukiangalia ngano yetu utaona ya kwamba imekandamizwa. Yani ni ngano ambayo, wacha nikuonyeshe, ni ngano ambayo vizuri ile hata naweza kuona. Ni ngano ambayo yani sio unga, lakini ni ngano ambayo imebanguliwa, imekandamizwa. Kwa hiyo ngano, unapotumia ngano asubuhi, ndio maana unakuta mara nyingi watu wanasema nipe chai na mandazi. Andazi ni ngano ile. Nipe chai na chapati. Nipe chai na chapati. Ngano inakaa muda mrefu tumboni. Hiyo umetupatia. Tulikuwa tuifahamu. Ngano inakaa muda mrefu tumboni. Na kama wewe unataka kupungua uzito, huwa wanashauri kwamba ngano sio nzuri sana, yani usile nyingi kwa sababu inakaa muda mrefu tumboni. Lakini pia kwenye healthy, ngano ni nzuri kwa sababu inakaa. Kwa hiyo hautakula sana. Kwa hiyo sasa vitu ambavyo ni rahisi ni kwamba unachukua ngano yako, unachanganya na vitu vichache sana. Unachanganya na vitu vichache sana. Hiyo ni breakfast. Ambao hapa tuna chia seed, alafu tuna mbegu za maboga. Ni vitu virahisi sana. Alafu tuna asali. Lakini tuna mafuta ya coconut. Mafuta ya nazi ambayo yamekamuliwa, hayajachemshwa. Tunajua yale tunayakaga kichwani yanakuwa yamechemshwa kidogo. Lakini haya yamekamuliwa, hayajachemshwa. Yanafaa kwa ajili ya kuweka kwenye chakula. Yes, kwenye chakula. Na hata kwenye salad. Yani ni kama unavyotumia olive oil. Ni mafuta ambayo hayana madhara. Ni natural, mafuta ambayo hayana madhara. Kwa hiyo unaona yani hivi tu vyenyewe ni breakfast. Unakuwa hii kwa Kiswahili tunahitaji chia seed. Kwa Kiswahili sasa chia seed. Ninahitaji kufind out kwa Kiswahili wanahitaji. Kwa yule anayetazama. Yes. Chia seed. The chia seed, you see. Chia, mimi sijui kwa Kiswahili inaitwaje. Lakini chia seed na inapatikana katika supermarket. Yes, inapatikana kwenye supermarket, inapatikana hata kwenye maduka mbalimbali. Harufu yake No. Chia seed haina harufu. Chia seed haina harufu. Haina harufu. Na majani na mbegu zetu za maboga, tuna asali, tuna mafuta yetu ya nazi kama ambavyo nimekuambia. Sasa na unahakikisha una maji yako ya moto. Haya maji ya moto umeyachemsha. Haya maji ya moto nimechemsha. Lakini sikuchemsha peke yake, nimeweka mchai chai. Mchai chai kila mtu anaweza akawa nao, ama baadhi ya watu wanaweza wakawa nao. Unapanda tu kwenye kopo la maua. Alafu haichukui sehemu kubwa. Hapana, haichukui sehemu kubwa. Hapana, haichukui sehemu kubwa. Ambayo ni breakfast ya haraka na inakusaidia na inakaa tumboni. Kama ulikuwa umefunga, kama unaenda kutoa pepo, basi unaipiga hii alafu unaenda hapo. Unakuwa na energy ya kutosha. Unakuwa una energy ya kutosha, unamwambia ama zako ama zangu. Watesi lazima tupambane nao. Kwa hiyo kama unaenda kutoa voko, basi hii ni njema sana kwako. Nafikiri nayo huwa unaitumia mara nyingi. Exactly, yes. Kwa sababu nikishaipiga hiyo mara nyingi huaga ni mpaka jioni tena napokuja kula matunda. Na inaliwa muda gani mpaka muda gani?
Ni asubuhi kuanzia saa 12. Kuanzia saa 12. Inategemea wewe asubuhi yako inaanza saa ngapi. Kwa hiyo lakini mwisho around kwenye saa 6 iwe mwisho. Saa 7 unaweza kutumia. Inatumiwa kuanzia asubuhi saa 12 ama inategemea wewe asubuhi yako. Kuna watu asubuhi yao inaanza saa 9. Saa 9. Lakini kwenye saa 9 mimi ningekushauri kama unaamka asubuhi saa 9, either unaomba, anza na maji ya moto. Either yenye mchaichai. Unaweza ukachemsha maji yako ya moto ya kunywa, weka na mchaichai wako, kunywa kama vikombe vyako 2, 3, tumbo likiwa empty. Wakati labda ndo unajiandaa sasa kwenda ofisini, unaoga, unaweka mafaili yako vizuri, unapotoka sasa ndo unatoka na hii breakfast yako. Sasa nilitamani hapo kwa Miriam, sasa jinsi ya kuandaa ni kwamba unafanyaje hapo katika jinsi ya kuandaa? Haya, ngoja sasa tuweze kuweka vitu alafu tuiandae breakfast yetu. Haya basi sawa. Mtazamaji, sisi tunakwenda break kidogo. Niko na binti Afrika hapa. Yeye anahakikisha kwamba kila kitu kinakaa sawa. Hivi ni vitu ambavyo anatuambia, na ndio maana anasema yeye yuko vizuri na familia yake, afya yake ina afya imara kabisa. Siri iko hapa. Tunasema ni pishi la mama ndani ya pishi letu. Maana anasema kula kujilamba. Tunakwenda break, alafu tutarejea. Najua wengi mnatamani inachanganyaje. Na ananiambia ina faida nyingi sana katika mwili wa mwanadamu. Sana. Tena kwa mwanaume. Kwa mwanaume ina faida nyingi sana. Inaongeza nguvu za kiume. Uache nguvu za kiume, heshima. Haya mtazamaji, tumerejea tena hapa. Kama tulivyokuambia kwa awali, tunaandaa breakfast ya nguvu na nimeambiwa ina faida nyingi. Nimeambiwa ina faida zaidi ya ngapi? Ngapi? 5. Hatari kweli kweli. Basi tuendelee Miriam. Haya, basi hii ndio ile breakfast yetu ambayo inampa heshima mwanaume. Jamani wanawake tuwe makini. Mambo ya pishi la mama haya. Lakini pia inampatia heshima mwanamke. Yale mambo ya kusema mguu sijui umefanyaje, mguu hauko sawa. Sasa hapo kwenye heshima ya mwanamume imekaa vipi hiyo? Ni kwamba anakuwa hachoki, anapoenda katika kazi, anakuwa na nguvu. Anakuwa na nguvu ya kutosha. Ya kuitunza ndoa. Unajua watu wanafikiri kuitunza ndoa ni kuhakikisha wanafikiri kwamba kuitunza ndoa ni kwamba mwanaume hakikisha amelipa ada, sijui nini, watoto, lakini cha kwanza kinachotunza ndoa ni heshima ya ndoa. Hicho ni cha kwanza. Watu wengi hawafahamu kwamba moja ya sababu nyingi za wanawake kuongea sana na kupiga kelele, na tunashinda kwenye mitandao muda wote sasa moja ya kupiga umbea ni kukosa kufika mahali unapotakiwa ufike kwenye ndoa. Ni kukosa kufika mahali unapotakiwa ufike kwenye ndoa. Usijui kama umenielewa. Nimekuelewa. Na anayesababisha usifike hapo ni nani? Ni mwanaume. Kwa sababu mwanaume anakuwa hana uwezo wa kustahimili kukuhakikisha wewe umefika unakotakiwa kufika. Ila tunajua wanaume hufika kwa haraka. Ila mwanamke kufika anapotakiwa kufika kwenye ndoa. Sasa asipotoa ni kama kucheua. Asipotoa anachotakiwa kutoa, huyu mwanamke atakuwa na makelele, atakuwa na umbea, kwa sababu hakuna kinachomfanya akuheshimu mwili, yani akikuona awe na ile heshima ya kukupa heshima. Tuendelee hapa, nimeweka vijiko viwili tayari, hichi cha 3. Tunataka tuweke vijiko 6. Cha 3 hicho, hichi hapa cha 4, cha 5, hichi hapa cha 6. Tunataka tulete heshima. Na hii pia kwa mwanamke kama tulivyosema inamsaidia naye. Ambayo hii hapa kama ambavyo tulizungumzia mara ya kwanza kwamba ni ngano iliyobabuliwa. Ndio. Alafu tunaweka chia seed hapa. Hapa tunaweka vijiko vingapi? Chia seed hapa ninaweka vijiko vyangu viwili. Naweka vijiko vyangu viwili. Ndio. Ni breakfast ya nguvu. Alafu unaona ni rahisi. Umeni surprise, mimi sijawahi, niwe mwazi. Hujawahi kuitumia? Sijawahi kutumia wala sijawahi kuexperience kitu kama hichi. Utaitumia leo. Hizi ni mbegu za
za maboga. Ndio. Wengi twayala maboga. Sana na zinauzwa. Hizi za kijani. Kilo imepanda bei sana. Imepanda mno. Basi tuweka pia vijiko vyetu viwili. Mbegu zetu za maboga vijiko viwili. Ndio. Alafu tunakuja, hii ni pilipili nyekundu ama unaweza ukaita pilipili kichaa. Pilipili kichaa. Pilipili kichaa inasaidia. Unajua Miriam, kabla ya mwendo kasi, pilipili za mara ya kwanza tulikuwa tunatumia hizi. Ndio zilikuwa hizi, ndio mwendo kasi ukaja. Ndio mwendo kasi ukaja. Sasa hizi ndo zile zenyewe zile. Hizi pilipili kichaa zinasaidia sana kuwezesha ama kusukuma vizuri msukumo wa damu kwenye mwili. Zinauwezesha vizuri kabisa. Lakini pia kama una vidonda vya tumbo, ukiweka kidogo hata ambapo kwanza inakuletea hamu ya kula, una uwezo wa kula, inakuletea kile chakula kinakuwa na taste. Sasa utaona ambapo ninaweka hii Kiingereza wanasema pinch, yani kidogo. Yani nimeweka kidogo kweli. Kidogo tu unaweka. Hii inakuletea ile ladha. Ya kuweza kukusaidia wewe kula. Lakini pia tunaweka cinnamon. Cinnamon ni mdalasini. Mdalasini, ndio. Pishi la Mama lina kitabu kingine kinakuja ambacho kinakuelezea viungo. Kuna watu wengi wanavijua viungo ila matumizi hawajui matumizi na majina. Kwa hiyo hajui kwamba hichi ni kiungo gani. Sasa cinnamon ndio mdalasini. Ndio mdalasini. Kwa hiyo tunaweka pia mdalasini pia tunaweka kijiko kimoja cha mdalasini. Wakati mwingine kama una turmeric unaweza pia ukaweka turmeric. Au kama hauna hiyo pilipili nyekundu unaweza pia ukaweka pilipili manga. Pia unaweza ukaweka kwa sababu na yenyewe inakaa kwenye kiwango kile kile ambacho unatumia. Hii ni nini? Lakini hii ni tangawizi. Hii nimetumia tu kopo. Yaani hapa nakuonyesha uasilie wa nyumbani. Hapa tuko nyumbani. Hapa tuko nyumbani. Pishi la Mama leo linapikwa nyumbani. Uasilie wa nyumbani. Tunachukuaga kama ili kopo lilikuwa limeisha mayonnaise, nikachukua nikatwanga tangawizi zangu nikaweka. Na ili seribike lazima uhifadhi kwenye fridge. Lazima kwenye fridge uhifadhi. Umetupa. Sasa na hii pia inasaidia ukiwa unapika kupata tena tabu ya kuanza kumenya kutwanga. Upate na tabu. Basi na yenyewe unaweka pia kidogo. Pia kama unayaunga sawa, lakini natural inakuwa inapendeza nzuri. Ikiwa mbichi ni nzuri. Ikiwa mbichi nzuri. Sasa hapo tumeshaweka vitu vyetu vingine, tunakuja tunaweka mafuta yetu. Hapa mafuta umeniambia haya hayajaunguzwa. Hayajaunguzwa. Yamekamuliwa kama ambavyo unakamua alizeti. Na umesema kwenye salad unaweza ukaweka. Yes, hata kwenye salad unaweka. Na ukiangalia hapa kila kitu ni natural. Kwa tunaweka kijiko chetu kimoja. Ama unaweza ukaongeza ukafanya vijiko viwili. Hii kweli ndio breakfast. Alafu tunakuja tunaweka asali. Asali ili inasaidia mambo mengi sana. Na kuna wale ambao kama mimi situmii sukari kabisa. Nimeacha muda mrefu sana. Wewe familia yote? Wote. Kwa hiyo tunatumia asali. Tuna dumlet pale la lita 20. Kwa hiyo tunatumiaga asali sana. Ndio. Kwa hiyo unaweka zako asali, nategemea unataka lakini vijiko viwili ni sawa. Kuna wale wengine anataka iwe tamu. Inategemea ni mtu anapenda iweje. Lakini eka tu normal ili isikukifu. Kwa hiyo ilikuwa asali. Alafu unaweza ukaweka maziwa ama usiweke maziwa. Usiweke maziwa. Na maziwa lazima ya unga au hata ya kawaida? Hata ya kawaida. Sawa. Hata ya kawaida. Kwa unaweza ukaweka maziwa ama usiweke maziwa. Inategemea. Kama mimi napenda maziwa, definitely nitaweka maziwa. Na maziwa kulingana na bakuli letu lilivyo, natakiwa vijiko vingapi? Kwa kipimo ya vile tulivyopima ina maana ni vijiko viwili. Ama pia unaweza ukaweka maziwa ya maji ukawa umeyachemsha pia ni sawa. Maziwa fresh ama ya baridi pia ni sawa. Ama ya mgando. Hata ya mgando? Miriam, kweli hii ni breakfast. Ni breakfast. Hata ya mgando unaweka. Hata ya mgando unaweka. Inafaa kabisa. Ndio. Inafaa kabisa. Alafu wakati mwingine nafikiri tutakuja kufanya kama hii lakini unaweza ukafanya matunda. Matunda ukaweka hivi vingine vyote tulivyoweka, sijui tumeweka oats, tumeweka nini, lakini ukaweka matunda. Alafu ukaweka na maziwa ya mgando. Unajua Miriam,
mtaweza mkafanya wewe na Madam Esther kwamba wanawake wengi ambao wanaume walishajikatia tamaa kupata breakfast nyumbani wanakula warudi sasa warudi. Sisi tutatengenezea menu. Menu ya heshima ya mwanaume. Kila siku. Na ngoja nikwambie, mwanaume kutaka kumshikilia ndio maana ushikwa uko mitaani. Chakula. Kule wenzetu wanatuzidi kwenye chakula. Maombi na chakula. Usipoomba vizuri na kumpikia, wewe atakuwa prayer request. Utakuwa kila siku wewe unamuombea. Mbona mimi? Mbona mimi? Hii mchaichai unaweka tu maji kiasi kidogo. Maji unachemsha kama ambavyo unachemsha chai. Ndani ya maji kuna mchaichai, ndani ya maji kuna cinnamon tena ambao ni mdalasini, lakini pia kuna karafuu kidogo. Kwa hiyo unaweza ukaweka na vyote vinaenda sawa kabisa. Viungo ni muhimu sana. Viungo ni muhimu sana kwenye mwili. Vina faida nyingi. Sasa hiki chakula nafikiri tunaweza tukajivunia tukasema ni breakfast ya hapa nchini kwetu Tanzania. Sababu vitu vyote vinapatikana. Vyote vinapatikana hapa. Mmeweza kulipa jina gani? Ya hii breakfast. Au ndio yani sababu naona ni kitu very special. Tunaweza tukaipeleka Madam Esther kwenye hoteli ya Nyota na tukapita. Inawezekana. Inawezekana sana. Inawezekana. Analipa ada. Breakfast ya mwanaume analipa ada. Unaona? Kwa hiyo unachanganya ule mchanganyo wako, unauchanganya vizuri. Na hata mtoto anaweza akatumia. Tena nzuri sana. Unachanganya vizuri. Mambo ya kuwapatia lishe kila siku uji. Mbadilishie. Kwa sababu umeweka vitu vingi sana. Yaani anapata virutubisho karibia vingi. I see. Kwa hiyo unachanganya. Wakati mwingine kama kuna wale ambao ni wanawahi kazini, anaweza ile bowl yake amechanganya vitu vyote, alafu maji akaenda kuwekea ofisini. Inawezekana. Yes, inawezekana kabisa. Maji akaenda kuwekea ofisini. Inawezekana kabisa. I see. Yaani hata kwa muonekano nikiangalia Miriam inavutia mno, inavutia sana. Inavutia sana tena sana. Kwa hiyo mchanganyo wetu tayari unaona imekaa kama uji, sio uji I see. Na tamani kujua katika kitabu cha Pishi la Mama. Kitabu cha kwanza kina nini ndani? Utupe tu dondoo kidogo. Kitabu cha kwanza cha Pishi la Mama kina mapishi halisi. Ambayo yametokana na hapa nyumbani. Hapa nyumbani kwa Tanzania. Mapishi yametoka hapa nyumbani. Kitabu cha Pishi la Mama kinakuonyesha namna ya kuongeza ladha kwenye chakula chako. Kwa sababu kinakuonyesha kama unapika makande, unajua mimi nakumbuka tukiwa shule tukienda kula makande tunatia sukari. Kama unasiagi unaweka. Kama unasiagi unaweka. Yaani tunataka tuongeze ladha. Kwa sababu ni chakula ambacho tumekuwa tukikila kila wakati. Kwa hiyo sasa kitabu cha Pishi la Mama, makande ambayo yamepikwa na Pishi la Mama, yale makande yamepikwa makande ya kuku. Makande ya kuku. Miriam, mbona unataka kunichanganya? Hivi una darasa? Tunayo darasa. Basi mimi nitakuwa mwalimu wako, mwanafunzi wako namba moja. Tunayo darasa na tumeshasaidia watu wengi. Kweli? Tumesaidia watu wengi. Nakumbuka kipindi tulisimama darasa kilikuwa kipindi cha corona. Kwa sababu ile tulikuwa hatuwezi sasa kuwaleta watu karibu, kujikusanya kwa pamoja. Kwa hiyo tukastopisha. Lakini tulikuwa tunasaidia watu wengi. Sisi tunawasaidia watu wenye restaurant. Na tukafanya, nakumbuka kuna ziara moja tulifanya kuwasaidia mama ntilie kuongeza ladha kwenye mapishi wanayopika kule mitaani. Tulikuwa tunawafuata, tunawafundisha namna ya kuongeza ladha. Unaambiwa ugali ambao uko kwenye kitabu cha Pishi la Mama ni ugali wa nazi. Ushakula wewe? Hapana. Miriam, tafuta kitabu. Hebu kwani umezaliwa Tanga? Tafuta kitabu. Mimi nataka kwanza tuanze Tanga kwanza. Mtanga, Tanga sehemu gani? Tanga majani mapana. Ndio maana yaliomo yamo hapa. Sasa natamani hapa ni test nione. Utest. Nataka hapa either niongezee maji kidogo. Hebu jaribu test uone. Either tuongezee maji kidogo ama uzito huu wewe unakufaa. Ngoja. Super. Iko vizuri. Mimi nimependa ususi wake uko sawa. Kula. Jamani kujilamba. Unaona hii ndio breakfast. Jamani kwanza inavutia. Hapa ina taste nzuri. Hongera sana. Natural kabisa. Hongera sana. Yaani nimependa kwa kweli. Haina amira, haina nini, unakula kitu ambacho ni fresh kabisa. Na kwa mfano kama nimetengeneza nyingi, naweza sasa
labda iko kwenye yani iko nyingi. Labda nataka nile tena baada ya bwana, inakuwaje hiyo? Ile unayochanganya unatakiwa kula hii kitu mwisho saa 4. Saa 4. Kwa sababu ni vitu ambavyo vinadili na asubuhi. Ikishafika kuanzia saa 4:30 kwenda saa 5, hiyo inaitwa brunch. Ni kitu kingine tena kinatakiwa ambayo ni kuna mambo yake huko. Kuna mambo yake ambayo ni lunch breakfast. Yaani ni kitu cha kifungua kinywa kidogo lakini kimeongezwa na chakula pale. Ambayo katika shule yetu ya darasa la mapishi la Pishi la Mama tunaye pia Chef Esther. Naye pia atakuja kukuonyesha tukitoka kwenye hii tunaenda kwenye kitu gani. Basi sasa. Na kuna namna ambayo tunaweza tukakusaidia kwamba kuna vitu ambavyo vipo nyumbani kila siku. Na tumeshajua kwamba tutavila labda baada ya chakula, lakini hatujafahamu kwamba vile vitu vinaweza vikawa ndo breakfast yetu. Yes, ambapo unakula zako ya asubuhi, unabeba hivyo vitu vingine, unakula hapo katikati ya mchana, alafu unakuja kula dina yako muda fulani hivi. Ambao uzuri wa dina, kula chakula cha jioni around saa 12. Ndio. Ukichelewa sana saa 1. Tunakula saa 4 usiku, saa 5. Mimi nakwambia magereza wanakula vizuri. Kwa sababu wanakula muda sahihi. Ni vile tu wako gerezani. Lakini wanakula muda sahihi. Saa 12. 12 wamekula. Wamemaliza. 12 wamekula. Sasa natamani kujua ili wazo la nye kuamua kuanzisha darasa, lakini kuamua pia kutengeneza kitabu ukiwa na Chef First, lilitokea wapi? Ili kuwaje mpaka ukaamua kujikita kwenye masuala ya mapishi? Kwanza ilianza, mimi ni mtu ambaye napenda kupika. Ndio. Kwa hiyo nilikuwa najaribu chakula fulani, napika, natengeneza recipe zangu tofauti. Nakumbuka kuna siku moja kukawa kuna meli fulani inakujaga, nafikiri baada sijui ya miaka 4, kuna meli fulani inakujaga inauza vitabu. Ndio, inakuwa ina vitabu tofauti. Sasa kuna kipindi nikawa nimechoshwa, nakumbuka mpaka mume wangu alikuwa anaongea kwa sababu nilikuwa nimechoshwa na ladha ya chakula cha siku zote ambacho unachokula. Kwa siingii jikoni kupika. Unaona? Kwa hiyo ikawa yani nikipika na kereka kwamba hainipi motisha. Yani kwa sababu ni chakula ambacho nimekuwa nikipika. Kuna namna ambayo ninaichukia mimi kukipika yule unamuona kila siku. Tokea shangazi yangu amenifundisha kukata karoti mpaka leo unamkuta mtu kwenye chakula kakata karoti vile. Ile ya kusugua karoti yankera kweli. Naikera. Nyanya mtu kama anaisugua. Nyanya sijui anaisugua. Nyanya na blender. Kwanza nyanya ukiblender ina harufu fulani hivi kabaya. Ndio. Yaani kuna namna ambavyo kuna namna ya kuiandaa ile nyanya. Kwa hiyo kuna hizo namna nyingi ambazo tayari tumeshafanya zikawa zinanikera. Ndio. Sasa nikawa namwambia Mungu anipatie namna mpya kupika. Ikatokea wakawa wamekuja wale, nimeenda mimi napenda kusoma vitabu. Kwa hiyo nimeenda tu kununua kitabu changu. Yani ulikuwa sio mambo ya mapishi, ni issue tu nyingine. Kwa nimefika pale kwenye ile meli, nikaenda straight kwenye vitabu vya chakula. Nikasoma. Nikajikuta nikaanza, nakwambia nilinunua vitabu vilikuwa vya 300 siku ile. Nimebeba vitabu. Nimebeba vitabu vya healthy breakfast, nimebeba vitabu vya chakula sweet, nimebeba vitabu vya starter, nimebeba vitabu. Sasa nikaanza kwanza kuvisoma, nikaanza kufanya vile wanachopika. Lakini nikaanza kuwaza ni kwa namna gani nitawasaidia wanawake wenzangu. Ndio, kwa sababu ukifanya hivi ukichesi unaona iko tofauti na ulivyokuwa unapika mara ya kwanza. Kwa hiyo nikaanza sasa kile wanachokifanya wao mimi sifanyi vile, naangalia cha kwetu ni nini kipo, naanza kutengeneza. Nimeanza kutengeneza kidogo. Sasa rafiki yangu Esther, nikawa saa nyingine nikijipikilisha nitamlazimisha atakula na kuletea lunch. Nakuletea uone bana. Nakuletea lunch. Kumbe mwenzake nipishi nimelijaribu hapo. Nitapeleka kwa Esther. Basi utakuta anakula. Hichi kimekaa vizuri hichi. Basi hivyo. So ikafika mahali nikawa sasa ndo tumeongea na Esther kwamba bwana, huu juzi huu yeye Esther mwenzangu amesoma mambo ya mapishi. Esther kasomea nchi za nje huko. Nilikuwa nafanya mahoteli makubwa huko.
Mimi nimesoma kwenye kitabu. Ndio. Na kuanza kufanyia nyumbani. Nikamwambia sasa, wewe una utaalamu wako wa chuo cha mapishi. Mimi chuo cha mapishi nimekifanyia jikoni kwa Mauki. Ndio. Na vitabu. Sasa naomba tuchanganye ujuzi. Alafu tufanye kitu tuwasaidie wanawake wenzetu. Ndio. Kwa tukaanza kuwa na darasa. Cha kwanza tulikuwa na darasa la wanawake wenye ndoa. Wanawake wenye ndoa peke yao. Tukawa tunawaita kila weekend, nakumbuka ilikuwa. Tunaita, tunakuja na tulianza kuelekeza vitu vidogo vidogo, saladi, sijui nini, kidogo. Mpaka ikafika mahali sasa tukawa tunachukua madarasa. Na ikafika mahali mpaka madarasa ya hawa watu wenye restaurant. Kwa sababu kwenye restaurant unakuta mwaka mzima dishi ladha ni ile. Hata ukifika menu haijabadilika. Lakini sasa ndo tukaanza kuwapa ujuzi. Hapa badilisha hivi. Ushakula maharage ya nyama. Tukaanza kubadilisha. Sisi kwenye kitabu chetu kuna vitumbua vya kuku. Vitumbua vya kuku. Ule unga unakuwa mbona unaweza kuchanganya? Tafuta kitabu. Unaona? Kwa tukawa tunajaribu kuweka ladha. Watu washazoea chips za viazi mviringo. Ndio. Sisi tuna chips za sweet potato, yani viazi vitamu. Chips ya viazi vitamu. Chips ya wanaita ni muhogo. Chips ya muhogo. Yani ni vitu vile lakini unatafuta namna. Lakini kuna vitu vingi hapo tumefanya utundu jikoni ulikuwa mwingi. Basi wakati imekuja saa corona ikatustopisha kidogo pale. Ilistopisha mambo mengi kwa kweli. Kwa hiyo tukashindwa kufanya darasa. Lakini sasa pia tunasaidia mpaka watoto sasa. Tunasaidia mpaka watoto na sasa tuna darasa. Kuwasaidia watoto kwenye ngo ipi? Kwenye kupika. Kwenye kupika. Mnakuwa mna class maalum kwa ajili ya watoto. Kwa ajili ya watoto. I say nimependa kwa sababu mnawajengea kama misingi mizuri watoto wakiwa wadogo. Mimi mtoto wangu akiwa nyumbani wala sina shaka. Yule binti sina shaka. Atapiga sarakasi zake lakini kwenye chakula sina shaka. Yani namwambia kuna wageni wanakuja. Wala umwambie pika kitu fulani. Anaangalia kwenye schedule ya ratiba ya chakula, anapika kile chakula kinachotakikana. Kwa hiyo ni muhimu sana kuanza kuwatengeneza watoto wetu ili kukikomboa kizazi kinachokuja. Lakini pia ili tuwe na afya nzuri ya akili. Ili tuweze ukiwa unafanya kazi, popote unapofanya kazi, ufanye kazi kwa kuleta utofauti, kwa kuleta maendeleo, lakini sio kujirundukia tumboni. Unapokosa chakula tumboni, chochote utakachowaza ndio ni cha kuiba, kuleta tumboni. Na unaambiwa Miriam, hata ukiwa na njaa usifanye maamuzi. Usifanye maamuzi. Kula kwanza. Kula kwanza. Ndio utakuwa na akili zako timamu. Ndio maana nakwambia akili huwa inakula. Akili unakula. I say hongereni sana, hongereni sana. Mimi hakika nimependa. Kwa hiyo sasa hivi utaratibu ukoje kwa mtu ambaye anatamani kujoin? Utaratibu sasa tutaweka nani zetu hapa chini ambapo unaweza ukatupigia, ukatutumia message, alafu tutakuelekeza madarasa kwa sababu madarasa mapya yanaanza kuanzia mwezi wa 3, mwezi Machi. Madarasa mapya yanaanza. Kwa hiyo tutaanza kurecruit watu wapya, alafu tutakuelekeza unatakiwa ufanye nini na kuanza. Sisi sio kama watu wanaitwa nani VETA. Sio kama watu wa VETA. Sisi tunakusaidia. Sisi hatukupi cheti cha VETA. Sisi tunakusaidia ujue kupika kwa matumizi ya nyumbani na hata huko kwingine unakokwenda. Kwa sababu hatuwezi kusema mtu haruhusiwi kupika chakula kizuri mpaka aende VETA. Tutapeleka wangapi? Watu wengi sana. Watu wanaofanya kazi wao wa ndani hawajui kupika. Wao wanawaleta ili tunawafundisha. Wanaenda wanaweza kupika. Sasa nitamkaribisha Esther, rafiki yangu. Namtamani huyo, namtamani sana. Umenipa kidogo naambia ameshapika hoteli nyingi. Esther amepita, nakumbuka kuna kipindi tulikuwa tunaenda South Africa. Esther alikuwa kwenye hoteli moja kubwa nzuri sana, alikuwa anapikia maraisi. Nakumbuka hata Rais Kikwete nakumbuka. Ameshathubutu kumpikia. Huyo Esther atakuja kutuambia. Natamani nikuulize kitu kingine Miriam. Hamtamani kufungua ka hotel kidogo mimi natoka zangu ofisini. Natamani kuja kula. Sasa fikiri iko kitu. Sasa sisi tuna namna mpya. Hoteli kila mtu kafungua. Wengi wanafungua hoteli. Sisi tunachofanya tunafanya tofauti kidogo. Unatoka ofisini unataka uende sio upite mahali ukale. Sisi tunatakaje? Wewe unataka kula kitu fulani. Order.
Una order kwenye nani yetu, kwenye menu yetu. Ndio. Tunakupikia, tunakuletea nyumbani, unaenda kula na familia yako. Imeisha hiyo. Sisi tunataka tuanze kuondoa ile mambo hoteli mtaenda in a weekend in WhatsApp, lakini hapa katikati yani wewe labda ni mgonjwa wa kisukari, labda umepewa masharti, hakuna shida, tuwasilie wewe, wasiliana na sisi tunakuwa tunajua menu ya watu wa kisukari. Kwa hiyo tunakuwa tunafanya deliver breakfast, deliver lunch, deliver dinner. Kwa pia naweza labda na small party yangu nyumbani labda watu 15. Jamani niandalieni labda vitumbua, labda chai ya maziwa ambayo imewekewa viungo vya kiasili. Mnaweza mkaniandalia watu wangapi mkaniletee? Yes, sisi tunafanya. Lakini kuna namna ambayo tumejilimit. Hatufanyi kama hizo sijui za maharusi, sijui nini. Sisi tuna base kama ni harusi, tutaitwa na huyo aliko kwenye kupika. Sisi tunakuwa tuna table yetu ya healthy chakula chenye afya. Si kule ile mradi ule. Sisi tunadili na chakula chenye afya. Kwa sababu tunataka kesho ulijenge taifa. Kwa sababu kuna mtu atatumia mafuta ambayo yanakuwa yana cholesterol nyingi, lakini nyie hamtumii mafuta haya. Wewe ukuona kwenye taarifa ya habari kwamba si kuna mtu gani aliibuka wapi? Ni Tegeta wapi kule? Akaanza kuuza mafuta, mara watu wanavimba, wanatoka Buza. Ilikuwa ni Buza. Mara watu wanatoka Ngozi, wanatoka nini sijui. Na pia hiyo issue huwezi amini, kuna mama mmoja alikuwa ni mjamzito, amepoteza mtoto wake. Unaona sasa. Amepoteza mtoto wake. Kwa hiyo sisi mafuta tunayopikia, sijui nini, tunatafuta kitu halisi. Kila kitu tunachofanya ni kitu halisi ambacho wewe mwenyewe unaweza ukakifanya nyumbani. Basi sawa. Miriam, hakika mimi nimefurahi. Miriam wa Dr. Chris. Vipi Mr. anaendeleaje, mzima? Mimi niseme katika wanawake wenye raha basi mmoja wapo. Tupe siri basi. Breakfast.